Meza ya Bwana. Somo letu ni hilo, meza ya Bwana. Kitabu cha Kutoka sura ya 12. Tutasoma hiyo mistari 14 ya mwanzoni, kwa maana ya mstari wa kwanza kuelekea ule mstari wa 14. Biblia inaelekeza Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Hadi wa 14. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mwaka pia utaanza moja, kwa hiyo mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie. Sasa kama wasemaji, naomba mseme na mkutano wote wa wana wa Israeli. Siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo. Kila mtu kwenye familia yake awe na mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, kwa kadiri ya familia yake, idadi ya watu walionao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Mwana kondoo mmoja kwa familia moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, kama idadi haitoshi kumla kondoo na kumaliza, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake ndio mtwae mwana kondoo mmoja. Aunganishe jirani wa nyumba ya pili ili wale pamoja hiyo kondoo moja. Kwa kadiri ya hesabu ya watu, kadiri ya idadi ya watu waliopo pale, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, na kwa kadiri ya idadi ya tonge anazokula, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Ndivyo mtakavyofanya kwa hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila. Yule kondoo awe na sifa hizi, hana doa lolote. Kama ni mweusi ni mweusi, kama ni mweupe ni mweupe. Mume wa mwaka mmoja, atakuwa ni wa kiume lakini umri wake ni mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Mtachukua kwenye mazizi yenu, maana mnafuga kondoo na mbuzi pia. Nani mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Mtakapompata kama ni mnadani au vipi, lakini mtamtunza mpaka ile siku ya 14. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Na machinjo yake yatafanyika jioni siku hiyo ya 14. Na watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu. Sasa mtakuwa na bakuli linalotunza ile damu. Ndio katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule. Sasa kuna jukumu la kufanya kwa ajili ya huyo mwana kondoo. Mtakula nyama yake. Ndio imeokwa motoni. Hiyo nyama ile nyama itakuwa ni ya kubanika, yani nyama choma, pamoja na mkate usiotiwa chachu. Pamoja na mkate usiotiwa chachu. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi. Msiile mbichi, maana kuna makabila mbalimbali yanakulaga mbichi. Yaani wao wanakata nyama na kutafuna. Hapana hiyo. Wala ya kutokoswa majini. Wala msipike kwa kutumia maji. Ndio? Bali imeokwa motoni. Bali imebanikwa. Kichwa chake pamoja na miguu yake. Kichwa chake pamoja na miguu yake. Na nyama zake za ndani. Na mambo ya utumboni humo. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Sasa kwenye kula msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Kama mtakuwa mmeshiba mnabakisha, basi hiyo asubuhi ni kuchoma moto iliyobaki. Tena mtamla hivi, na hivyo mtakula kwa mfumo huu. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Viuno vyenu vio vimefungwa mkanda. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Kwenye miguu yenu msikae miguu peku, lazima viatu. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Kwenye mikono yenu lazima kuwepo na fimbo, maana kuna uadui unaweza kuzuka. Nanyi mtamla kwa haraka. Nanyi mtafanya haraka sana, hiyo polepole hapana. Ni Pasaka ya Bwana. Hiyo ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Maana kwangu mimi sasa, Mungu hapa Mungu anaongea, mimi sasa kwangu mimi nitapita katika usiku huo nchi ya Misri. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Nami nitakachofanya ni kupiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Wa mwanadamu na wa mnyama na wa mnyama.
nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Na miungu yote ya Misri ile wanaoitegemea, na yenyewe ni adhabu kwenda mbele. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Na ile damu ya huyo kondoo itakuwa ni alama katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, hiyo damu, nitapita juu yenu. Nitapita juu yenu. Lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Ili lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Nitakapoipiga nchi ya Misri. Nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Na siku hii ambayo ina tukio hilo itakuwa ni ukumbusho kwenu. Nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Kwa nyie sasa mtafanya iwe ni siku ya sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote. Na hii sikukuu itadumu katika vizazi vyenu vyote. Kwa amri ya milele. Hii ni amri ya milele. Bwana wetu Yesu, hili ndio neno lako tunalosoma leo. Na hapa tunachojifunza ni meza uliyotupa. Hata utakapokuja utukute tunafanya hivi. Ni kula ule mkate na kukinywea kikombe. Baba, haya ndio maandiko ambayo tutayaunganisha ili tupate usemi na ujumbe utakaotuelekeza kwamba kumbe ni agizo la milele. Hapasi mtu kufikiria kinyume cha hapo. Baba, naomba ukatusaidie, maana tuko hemani, mahali ambapo torati yako inasoma na kufafanushwa. Bwana, tukatende hivyo sawa sawa na neno lako. Kwa jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu aliye juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika imani ya Kristo Yesu kuna ibada nyingi ambazo huwa tunazifanya. Ziko ibada za kila siku kama hivi tulingoketi. Iko ibada ya maombi, iko ibada ya mazishi, iko ibada ya ndoa, iko ibada za aina nyingi. Lakini mojawapo ambayo ni muhimu sana toka Agano la Kale mpaka Agano hili Jipya ni siku ya kula mkate na kukinywea kikombe. Tunaita meza ya Bwana. Majina tulio nayo sisi wa Kristo ni mengi. Yapo ya Kiswahili, yapo ya lugha ya Kiingereza, yapo ya lugha ya Kilatini, yapo ya lugha za Kiebrania na lugha mbalimbali. Sasa unaweza ukasikia meza ya Bwana ina majina mengi sana. Ukitoka hapa kwetu kaenda kanisa nyingine utakutana na lugha nyingine, lakini kinachotajwa ni kile kile. Inategemea tu kanisa au dhehebu wao wamechukua jina lipi kwa lugha gani. Kwa sisi tumezoea sana kusema kwa lugha hiyo ya meza ya Bwana au ushirika mtakatifu. Wenzetu ukiwakuta wanatumia lugha za Kilatini wanasema Ekaristi Takatifu, vitu vya namna hiyo. Sasa hii meza ya Bwana ni ibada muhimu sana katika kumwamini Yesu. Toka huko Agano la Kale kama hapa tunasoma ya kwamba baba zetu hao wa Israeli katika historia ya maisha yao, ngoja niwakumbushe kidogo kwamba katika zile siku za Yusufu, mtoto ule wa Yakobo, siku zile walimkataa Yusufu. Walipomkataa Yusufu kwenye familia ile, wakasema huyu ana maudhi, kwa hiyo lazima tumuondoe. Walifikiria namna ya kumuua, wakashindwa, lakini baadaye wakakutana tu na wafanyabiashara, maana biashara za miaka ile na inawezekana labda mpaka leo ipo. Watu wengine wanatafuta watumwa. Mpaka leo unaweza ukaona labda wenye fedha zao, wenye biashara zao, wenye uchumi wao wanatafuta watumishi. Kwa hiyo anaweza akatembea kwenda mbali ili apate mtumishi huo. Leo tunakwenda kwenye dunia yote. Sasa Biblia
inaelezea, inasema akainuka Farao. Neno Farao wala sio jina la mtu, ni jina la ufalme, ni jina la utawala. Kama hivi ambavyo tunasoma Biblia inaelezea, inasema kwetu kwenye nchi zetu tunatumia jina rais wa nchi, mtawala, mfalme, si nani hivyo. Kwa hiyo Farao ni utawala, ni mtawala. Na ndio maana ukifuatilia kwenye historia ya Misri utakutana na habari ya Farao nani, Farao nani, Farao nani. Biblia inazungumza, inasema kwamba akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Hana habari na Yusufu kwamba eti aliwahi kuwepo Myahudi hapa akafanya mambo mazuri kwenye nchi ya Misri, nchi ikatulia, ikategemewa na mataifa mengine. Sasa likainuka ni Farao ambalo halikumtambua Yusufu. Kwa hiyo likawatazama hawa Wayahudi, maana wao ni wazungu. Unajua Misri ni Waarabu, si ndio wapendwa? Wale Misri ni Waarabu. Sasa hebu angalia, Waarabu na mzungu kuna tofauti hapa. Ni ngozi kama inafanana, lakini kuna tofauti ya nywele, kuna tofauti ya pua, kuna tofauti ya hivi. Kwa hiyo Misri ikaanza kuwashangaa hawa Wayahudi. Hawa waliingiaje huku? Jamani nauliza, waliingiaje huku? Wanaanza kutoa historia, alikuwepo ndugu yao, alihamia huko, akawa kwenye familia ya Potifa, sijui ikaweje hivi. Sema alikuwaje huyo mtu? Halafu yuko wapi? Kaburi lake liko pale. Alishaondoka yule. Hawa watakuja kututawala baadaye. Jamani kashtuka na wazungu hawa. Nikasema sasa hapa nianze mikakati ya kuwadhoofisha. Wapendwa, kudhoofisha mtu inawezekana. Unaanza kumpa kazi ngumu, unaanza kumpa taabu ya kula, unaanza kumpa taabu ya kulala, yani unaanza kumpa mateso. Biblia inasimulia habari ya mateso ya wana wa Israeli. Na inapozungumzia hilo inaongea kwa machungu mengi. Hawa Wayahudi katika nchi ya Misri, wapendwa, mafarao wale walioanza kuwasumbua walianza kupokezana. Bwana wewe unapoingia ikulu, angalia sana wazungu hawa wasije baadaye wakastawi. Tunaona historia yao mpaka Musa anazaliwa, kulikuwa na mkakati wa kuwaua wazaliwa wote walikuwa wanazaliwa wa kiume. Wote aliyezaliwa kwenye familia kama ni wa kiume lazima wewe wasiishi. Kwa kukawa na sera huko kwenye nesi huko nani wale wanaozalisha kule. Yaani wale wakaambiwa hivi, Myahudi anapozaa kama anatokeza mtoto wa kiume, choma sindano, mtoto huyo hawezi kuishi. Manesi wakawa wauaji kweli kwenye hodi kule. Wapendwa, ikawa ni gurumaye. Tunasoma hata Musa alizaliwa kwa namna ya upendeleo wa Mungu sana. Mama yake alijifungulia sio wodini, alienda kwenye pembeni huko akajifungulia huko. Halafu akasema mwanangu hawezi akaenda kabisa kliniki, kwa sababu najua kule nikimpeleka mwanangu watamnyonga. Sasa Musa akatunzwa kwenye mazingira, wasomaji wa Biblia mnaelewa, si ndio wapendwa? Akatunzwa kwenye mazingira ambayo ni tofauti kabisa na utaalamu wa afya. Mungu akawa pamoja na Musa toka utoto. Amefika umri, ameokotwa na mtoto wa mfalme, akaingizwa kwenye familia ile. Mfalme akampenda Musa. Unajua Mungu anapokuwa ameamua kukuchagua, anawatengeneza watu hata wale ambao ni wa familia yako, labda watu wa nchi yako, anawatengeneza kwa ajili yako mwenyewe. Si ndio wapendwa? Musa tunaona jinsi ambavyo amekuwa, baadaye amesoma akiwa ikulu pale, amesomea elimu yote ya Misri. Mwisho akajikuta ameona kwamba siwezi kukaa ikulu, ndugu zangu wako uchochoroni kule. Ndipo tunaposoma habari yake kwamba Musa akatembea sasa awaangalie baba zake na ndugu zake wakiwa kwenye uraia kule. Kumbe wanateseka, hawali chakula vizuri, hawana mavazi mazuri, watu hawa ni kazi ngumu kila siku. Akawahurumia, lakini mbaya zaidi akaona Misri mmoja anavyomnyanyasa Myahudi. Musa kwa sababu amesomea ikulu, amepita jeshi, alibinuka sama sote akaua huyo Misri. Mnasoma wasomaji wa Biblia kabisa, Musa akasema siwezi kukubali kumwona ndugu yangu kumbe wananyanyasika huko uraiani. Alisema sote kwa mateke na ngumi, yule Misri akafariki. Musa akaogopa, akasema hapa nimeua, nafanyaje? Akakimbilia nchi nyingine. Uhamiaji kule aliishi mpaka akaoa. Wasomaji wa Biblia mnaelewa. Huko ndiko Mungu alimkuta Musa, akamtokezea baada ya kuwa huku sasa Waisraeli kwenye ile taabu ya miaka zaidi ya 400. Wapendwa, wanataabika, wanakufa kwenye mataabiko makubwa.
Sasa walipomlilia Mungu wakasema, Mungu wa baba zetu uko wapi? Mbona sisi tunateseka namna hii? Kilio kile kikafika mbinguni. Mungu akatafuta mtu, nani nimpeleke? Wapendwa, Biblia inatusimulia inasema Mungu akamwendea Musa kule ugenini, akamtokezea. Wasomaji wa Biblia mnaelewa kwamba Musa alikuwa anachunga ng'ombe wa mchungaji wake kule, maana alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa kanisani. Sasa mchungaji alikuwa mfuga kondoo. Sasa Musa akawa anachunga pale. Sasa Mungu anamtokezea kule kule machungani, anazungumza naye. Akasema hivi, nimesikia kilio cha watu wangu walioko Misri. Hii ni ishara, ni tamko ambalo linaonyesha wazi kwamba Musa hakuwa Misri wakati ule, alikuwa Midian, nchi nyingine kabisa. Si ndio wapendwa? Sasa Mungu akazungumza na Musa, akamwambia Musa, baada ya mimi kukisikia kilio cha watu wangu walioko kule Misri,